usiandamane kwenda kuchochea vurugu ukaumizwa, na ukienda hospitali hutamwona akikuletea uji, hataleta ugali, hataleta dawa, ila utamwona ameitisha vyombo vya habari na atasema tumepigwa sana na hana nundu hata moja. Akili ya kuambiwa changanya na ya kwako. Ndugu mgeni rasmi, katika mkoa wetu wa Simiyu serikali ilituletea fedha katika kipindi cha miaka minne zaidi ya bilioni 858. Na fedha hizi zimeenda kufanya mambo mengi katika mkoa mzima wa Simiyu. Leo hii ninaposimama hapa mbele yako, tuna miradi mingi mikubwa ya kimaendeleo ambayo inafanyika katika wilaya zote na halmashauri zote. Lakini tuna mradi mkubwa wa kihistoria wa maji. Mradi ambao unagharimu zaidi ya bilioni 440 na ni mradi ambao utakuwa ni mwarobaini wa kero ya maji katika mkoa wetu wa Simiyu. Mradi huu unaanzia wilaya ya Busega kutoa maji katika chanzo cha maji, lakini utakwenda wilaya ya Itilima na wilaya ya Bariadi kwa awamu ya kwanza. Lakini kwa awamu ya pili itakwenda katika wilaya ya Maswa pamoja na Meatu. Kwa sasa upatikanaji wa maji ni 72% katika mkoa, na kazi kubwa inafanyika chini ya Wizara ya Maji ambapo naibu waziri ni mbunge wa jimbo hili la Bariadi. Lakini sambamba na hilo, tulikuwa na kero kubwa, ndugu mgeni rasmi, ya kukatika kwa umeme ndani ya mkoa huu. Lakini leo ninayo heshima kukueleza Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ameleta fedha zaidi ya bilioni 90 kuhakikisha tunajengewa substation kubwa ya kwenda kumaliza kero hii ya kukatika kwa umeme. Kwa sababu tulikuwa tujaunganishwa kwenye grid ya taifa, sasa mkoa wa Simiyu unakwenda kuunganishwa kwenye grid ya taifa na hizi changamoto zinakwenda kumalizika. Naomba mpige makofi mengi wananzengo. Ndugu mgeni rasmi, lakini katika sekta ya elimu serikali imefanya kazi kubwa. Ujenzi wa shule za msingi na sekondari unaendelea katika mkoa huu. Lakini tulipokea fedha zaidi ya bilioni 4.4 kwenda kujenga shule ya wasichana ambayo inaitwa Simiyu Girls. Na shule hii imeshapokea wanafunzi wanasoma na kazi inaendelea pale. Lakini mwaka jana tulipokea zaidi ya bilioni 4.1 kwa ajili ya kujenga shule ya wavulana ambayo inaitwa Simiyu Boys. Na ujenzi upo katika hatua mbalimbali kama ambavyo taarifa inasema. Ndugu mgeni rasmi, ni kuhakikishie mambo ambayo yalikuwa yanafanyika katika mikoa mingine, Daktari Samia Suluhu Hassan ameanza kuyafanya hapa Bariadi. Uongo kweli ndugu zangu? Lakini katika sekta ya afya tuna hospitali ya rufaa ambayo inatoa huduma, lakini Daktari Samia Suluhu Hassan ametuletea vifaa ikiwemo CT scan. Zamani wananchi wetu walikuwa wanaenda Bugando kupata huduma mbalimbali, lakini kwa sasa huduma za kibingwa zinatolewa ndani ya hospitali yetu ya rufaa, na bado tunategemea kupokea fedha nyingine kwa ajili ya kuongeza ghorofa 2 kwa ajili ya kutolea huduma kwa wananchi. Lakini tuna jengo la mama na mtoto ambalo linachukua idadi ya watu zaidi ya 200. Kwa hiyo tuna majengo mengi, wagonjwa ni wachache ndani ya mkoa huu. Wanazengo, pigeni makofi mengi. Ndugu mgeni rasmi, baada ya kukupa kwa ufupi taarifa ya serikali katika miundombinu ya barabara, kuna fedha zililetwa zaidi ya bilioni 100. Kazi inaendelea katika kila wilaya, na kipindi hiki cha mvua kuna changamoto zipo, lakini wananchi waeleze kwamba serikali inaendelea kutatua changamoto hizo na mambo yatakuwa vizuri kadri fedha inapopatikana, na maeneo mengi kwa sasa yanapitika. Ndugu mgeni rasmi, baada ya kusema hayo, niseme jambo lingine. Katika mkoa huu wa Simiyu tuna majimbo 7 ya uchaguzi. Wabunge wote wanafanya kazi vizuri. Hapa Bariadi tunaye Mheshimiwa Kundo. Kundo ni mtoto wa nyumbani. Injinia Kundo oye! Injinia Kundo oye! Nikuhakikishie mimi kama kamisa katika mkoa huu, Injinia Kundo anafanya kazi nzuri sana. Kazi yake imetukuka, ameacha alama chanya kwa wananchi wa Bariadi. Na wananchi hawa wanaweza kuwa ni mashahidi. Leo tumeshika kitabu hiki cha utekelezaji wa ilani. Ni imani yangu wananzengo mnacho. Uongo kweli? Mmeyasoma, mmeyaelewa? Maana yake Mheshimiwa mbunge, ndugu mgeni rasmi, ameitenda kazi yake kwa uaminifu mkubwa. Lakini mbunge huyu ni mbunge msikivu sana. Ni mnyenyekevu, ni mwadilifu, ni mchapakazi, anaheshimu kila mtu. Tunaamini kwa idadi ya hawa wajumbe walioko hapa leo, sio kwamba nampigia debe,
wao wanajua nini cha kufanya muda ukifika. CCM oye! Mheshimiwa Kundo, nikwambie jambo moja, serikali iko pamoja na wewe. Chapa kazi. Umefanya mambo mengi mazuri. Mimi kama mkuu wa mkoa ambaye nina dhamana ya mkoa mzima naitambua kazi yako. Usiyumbishwe, usitetereshwe, simama kama kiongozi. Nenda katoe utumishi kwa wananchi waliokupa dhamana uweze kuongoza. Lakini hatuishi hapo. Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, baada ya kumuona Mheshimiwa Kundo, akaona anatosha kuongezewa majukumu. Ndio maana alipewa naibu waziri katika mawasiliano na leo yupo katika sekta ya Wizara ya Maji. Maana yake Dr. Samia anakuamini, usimwangushe. Chapa kazi, umepewa dhamana, songa mbele. Lakini ndugu mgeni rasmi, nina mambo katika kumalizia. Ndugu wananchi, aliyesimama hapa ni mkuu wa mkoa ambaye anahusika moja kwa moja na mambo ya usalama wa wananchi na mali zao. Niwaombe sana kwa heshima kubwa, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Mwaka wa uchaguzi, watu wengi wanapenda kuleta chokochoko mbalimbali. Niombe sana tusiwe sehemu ya uvunjifu wa amani ndani ya mkoa huu. Kila mwananchi atizame taifa limetoka wapi, liko wapi na linakwenda wapi. Asiwepo mtu yoyote wa chama chochote akaenda kushiriki uvunjifu wa amani ndani ya mkoa wetu. Tulinde na tutunze amani ya mkoa huu, kwa sababu tukiruhusu vurugu ya aina yoyote tunarudisha maendeleo nyuma. Sasa nina jambo nataka niliseme. Mnaniruhusu au niliache? Wangapi mnasema niseme? Kwa hiyo wote mmesema niseme. Ni hivi, mwaka huu kuna watu wameamua kwa makusudi kabisa kutaka kuleta vurugu. Mimi niombe niseme, waambieni watoto wenu, ndugu zenu, wana wajibu mkubwa wa kulinda nini? Amani. Kuna watu wanawahamasisha watu waende kwenye maandamano, naamini mnawajua. Kuna watu wanawaambia watu msishiriki uchaguzi, naamini mnawajua. Kuna watu wanawaambia watu mpambane na serikali, naamini mnawajua. Sasa tuulizane hapa, kuna mtu anaweza kupambana na serikali? Kazi ya serikali ni kulinda raia wake na mali zao. Lakini anayekutuma ukafanye vurugu, madhara yakitokea, huwezi kumuona yeye, mke wake, mtoto wake, wala familia yake ikipata madhara hayo. Waambieni watoto wenu waache kutumika vibaya na wanasiasa. Mtu akikwambia ukaandamane, wewe nenda kaandamane kulima shamba nyumbani kwako. Akikwambia andamana, kaandamane kumpenda mkeo zaidi, ina afya. Mtu akikwambia andamane, andamana kumtafuta Mungu, hata ukifa uende mbinguni. Usiandamane kwenda kuchochea vurugu ukaumizwa, na ukienda hospitali hutamwona akikuletea uji, hata leta ugali, hata leta dawa, ila utamwona ameitisha vyombo vya habari na atasema tumepigwa sana na hana nundu hata moja. Akili ya kuambiwa changanya na ya kwako.